Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Tuko katika kisa cha Jureij. Siku ya tatu mamake Jureij akaja akamuita Jureij, Jureij! Jureij yuko ndani ya swala. Jureij haangalii TV. Jureij hatizami mpira. Jureij hatii story. Jureij hali. Jureij hakulala. Jureij hawazungumzi. Jureij yuko ndani ya swala. Mama zikampanda akamwambia maneno kama haya: Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. E Mola, huyu mtoto wangu nitaka asife mpaka ende akaone nyuso za malaya, prostitute. Zamani ilikuwa mtu anaokwenda kwenye sehemu anaishi malaya ni mtu hana murua. Yani wale mumisat, wazinzi, wale wanawake wazinzi huwa wana sehemu yao, hawatangamani na watu. Na mtu hendi ile sehemu yao ila mtu asokuwa na haya, ila mtu asokuwa na heshima, ila mtu asokuwa na murua. Na mpaka sasa malaya, prostitute, wazinzi wanajulikana sehemu zao. Wewe ukionekana sehemu kama hiyo, kila mmoja huwa ni suala, imekuwaje leo fulani yuko yuapita sehemu fulani. Maana sehemu hizi ni sehemu za watu kuja kuwatafuta wao. Sasa asema, ya Rabbi, mtoto wangu asife mpaka ende. Sasa atakwenda vipi? Hapo suala liko hapo. Yani hata yanzura, mpaka atazame. Atazitazama vipi mpaka ende huko? Atakwenda vipi? Atalijua yeye litakalo kumpeleka. Banu Israel wakaanza kuzungumzia habari ya Jureij. Vipi huyu Jureij, mbona amejitenga na sisi? Mbona jitia kufanya ibada peke yake? Kulikuwa kuna mwanamke mmoja maarufu ajulikana mjini, hakutulia, kitatange, hakutulia kabisa. Watu wa Mombasa wamwita mkware. Huyu mwanamke akasema, niachieni mimi Jureij, niachieni mimi. Si nijua na mimi ndiye the cutex, mimi ndio mwanamke mzuri, najua namtamfanya vipi Jureij. Mukitaka nitamfitini huyu Jureij mpaka alale na mimi. Akamwambia sawa, sisi tutakusponsor, tutakanalo. Na hii fikra iko paka leo. Kuna watu hamu yao ni kuwavundia watu heshima tu, hana lengo lingine. Na tatizo si huyo alomvundia huyo heshima. Tatizo ni mimi ambaye kwamba naona huyo hafai kuvunda heshima. Unajua, wateni niwaambie kitu, hatufai kuitakidi mtu ni maasum ila ni mitume peke yake. Mtu afike kwenye daraja yote ya ushekhe, ya uwali, mwisho ataambiwa huyu bwana amekuwa wali kwa kumfuata mtume, lakini sio kwa kwake yeye kama yeye, sababu yeye si maasum. Watu wote, mwana chuoni mkubwa amekupata ule ukubwa kwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mtume kwa kumfuata nani? Kwa kuhifadhiwa na Mwenyezi Mungu. Sasa kitu ambacho kwamba kitatusaidia sisi wakati tunapopata pigo kwa kumsikia shekhe mkubwa amefumaniwa, lazima tuje hapa, lakini si maasum. Kweli ni shekhe mkubwa, yeye siku zote uhimiza watu, yeye siku zote waelezea watu, yeye siku zote zungumza na watu, lakini mwisho wa kuisha ghairu maasum. Ili wewe isikupe ukamdharau kwa lile kosa alofanya, ujue kwamba huyo kuna haki katika hukuki ambazo kwamba Mwenyezi Mungu amempa, ni haki kullu ibn adam khata, ana uwezo wa kukosea. Sasa asokuwa na uwezo wa kukosea ni mitume. Mitume hawawezi kukosea hata wakitaka, lakini binadamu hatujahifadhiwa sisi, si malaika. Malaika Mwenyezi Mungu ametangaza wazi, la yaasuna Allah ma amarahum,
Mitume ni maasumuna, hawawezi kumkosea Mwenyezi Mungu. Lakini mashekhe, viongozi wa dini, wanao nafasi ya kukosea, hawakupewa ni ruhusa, lakini tujue kwamba wao wanao kile kiungo cha kuwa wao si maasum, ni kwamba possibility ya kukosea ipo. Isikufanye wewe shekhe amekosea, shekhe amefumaniwa, shekhe ameshikwa, shekhe amefanya kadhaa na kadhaa, ukamtoa katika daraja ya kuwa yeye khalas huyu hafai kabisa, kumbe yeye kadhaa 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 kadhaa. Kwa nini? Sasa huyu mwanamke alisema, mimi niateni mimi Jureji, siwajifanya ameshika sana ibada, hiyo kazi niateni mimi, nitaifanya. Nitawaonesha namna gani huyu Jureji nitamtoa kwenye timing. Wakamwambia sawa. Fata'aradat lahu, akaja kumtongoza Jureji, amuoneshe hili, amuoneshe hili. Na tuelewe, hakuna mtihani mzito kama alivyosema Mtume SAW, ma taraktu fitnatan adhar ala rijal minan nisa, sijaata fitna mbaya yenye kudhuru sana kwa wanaume, yenye kudhuru vibaya kwa wanaume kama fitna ya wanawake. Mtume amesema adhara, yenye kudhuru sana. Elewa, shekhe anapopata mtihani haswa kwa mwanamke, masala ya mali ni kitu tofauti, lakini bwana wake ni mahala pake. Hatumsapoti tukamwambia ni sawa ulivyofanya, lakini akikosea, iko uwezekano wa kukosea. Usimteremshe ule shekhe ukamweka yeye na ibilisi sawa, au ukasema afadhali ibilisi. La, subhanallah, huyu ni mwanadamu. Usimweke katika daraja ya mitume. Huyu hana isma, hajahifadhiwa, anastahiki kukosea. Faatat ra'iyan, yule mwanamke alikwenda kumconvince Jureij alale naye, akaona ngoja, si yeye hanitaki, wacha nikatafute mtu wa mashamba, mtu hajui mwanamke, nilale naye atantonga mimba tu bila shaka. Na kweli akalala naye akatongwa mimba. Na huyu raia, huyu mtungaji, alikuwa sana akimaliza kazi zake yaja kwenye kibanda hichi cha Jureij akilala. Yani ni mtu karibu sana na Jureij. Faamkanathu min nafsiha fawaqa alayha fahamalat, akabeba mimba. Falamma waladat qalat huwa min Jureij. Huyu mwanamke alipozaa akasema huyu mtoto wa Jureij. Jamaa walipopata habari, moja kwa moja hawakutaka umakini kumuuliza Jureij kuna nini. Faatauhu, wakamuilia, wakaja kwake. Fastanzaluhu, mwenye kibanda chake alikuwa amejenga juu, wakamtoa kwenye kile kibanda, wakampiga. Jureij akashangaa, kwa nini jamani nyinyi mnipiga? Jamani mtaniua, nimefanya kosa gani? Akamwambia wewe umezini na mwanamke. Mwanamke gani? Huyu hapa, mpaka amekuzalia mtoto huyu mwanamke. Jureij akamwambia taratibuni, si adai mimi nimezini na yeye? Naam. Si adai mimi nimemzalisha mtoto? Mwambie mlete mtoto. Utamfanya nini wewe? Akaletwa ule mtoto. Jureij akamwambia sawa, si mwanamke amekuja na mtoto amekuja naye, naomba muniache nswali raka 2. Akaswali, alipomaliza alimjia ule mtoto, akamdunga kwenye tumbo, yani akamgusa kama hivi kwenye tumbo. We, babako nani wewe? Babangu ni yule. Akaonesha babake ni yule mtunga. Wewe ni babake? Kweli mimi, huyu mwanamke alinijia akanambia ataka kumvundia heshima Jureij, nilale na yeye nimpe mimba. Mimi nikampa mimba. Watu Jureij, basi tusamehe, tutakujengea kibanda cha dhahabu, tutakufanyia kadha kadha. Jureij akamwambia la, hii ni dua ya mamangu. Mamangu alinambia hutokufa mpaka uone sura za malaya. Mungu ameniletea malaya kwenye kibanda changu hapa. Sasa ikiwa Jureij
ni mtu alikuwa ameshikamana na ibada vizuri sana. Ikiwa Jureij ni mtu alikuwa ndani ya ibada, mamake akamuita, hakukataa kumsikiliza, mamake akamwapiza, dua ikamfikia. Ujue dua ya mzazi anapokasirika, sawa wewe ulikusudia kumkasirisha au ni yeye tu ana hasira zake, itakufikia. Kwa hiyo wasia hapa kwanza, wazazi, kabla hatujapiza tuhakikishe. Wazazi, kabla hatujawaombea mabaya watoto tuhakikishe. Pili, watoto tusisababishe hasira kwa wazazi, sawa kwa makusudi au bila makusudi. Na tunapowakasirisha tujaribu kuwaridhisha kwa njia, by any means, kwa njia yoyote mpaka tuone wameridhika. Kwa hiyo angalia hichi kiswa kinatufundisha kitu gani? Kinatufundisha namna gani tuogope hasira za wazazi, sawa ni kwa makusudi au bila makusudi. Mtume SAW alikitaja kiswa hichi, ni watu walikuwa kabla yetu sisi. Jureij si umma wetu, lakini huyu Jureij alikuwa ni barobaro, aloekelea katika swala, aloekelea katika ibada, kutuonesha namna gani mama alipomuita yuko ndani ya swala hakumjibu, mama alimwapiza. Je, mimi na wewe ambao tutakuwa hatuko kwenye swala, pengine tumdanganye kwa simu, niko msikitini kumbe uko maskani, mamako atakapokuapiza watarajia nini? Watarajia jambo gani? Watarajia kubwa saizi gani? Kwa hiyo tutahadhari sana kuwaudhi wazazi. Kama kuwafurahisha wazazi, kuwaridhisha wazazi ni sababu ya kujibiwa dua na kuondokewa na matatizo ya kule wewe umewaridhisha, tofauti. Sasa masala ni tofauti. Kuna kuombewa na wazazi, la mimi nimewaridhisha wazazi nikaomba kwa kuwa tu ya Rabbi, ikiwa mimi nilimridhisha mzazi basi nakuomba kadha na kadha na kadha na kadha. Ndugu yangu, kwa lugha nyepesi, wataka kujiwekea dua standby ya kujibiwa matakwa yako yote? Yani mimi nataka siku nikimwambia ya Rabbi nipe kadhaa nipate, mridhishe mzazi wako kwa jambo lolote, kisha weka standby lile jambo, bora umridhishe kwa ajili ya Allah. Lengo lako sio umridhishe kwamba mzazi nataka asimsikilize ndugu yangu, asimsikilize rafiki yangu, mimi innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira. Mimi nafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mridhishe mzazi wako, kisha lile jambo ulomridhisha, mamako yalalamika simu hii haichaji, ikichaji yamalizika chaja haraka, toa senti, mnunulie mzazi wako simu mpya, simu mzuri, mpaka umuone mzazi wako, asante mwanangu, Mungu akufurahisha kama ulivyonifurahisha mimi, Mungu naye atakupa mambo mazuri. Siku ya siku mwambie ya Rabb, kuna siku nilimfurahisha mzazi wangu nikamnunulia simu mpaka akafurahi, na kuomba ya Rabbi kwa kitendo kile naomba kadha na kadha na kadha na kadha, wallah utajibiwa dua yako. Ndugu zangu watazamaji, hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alioipokea Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala
bainama thalathatu nafarin yatamashawna, watu watatu walikuwa wakitembea tu tia mtaa, walikitia round. Akhadhahumul matar, mvua ilikawachukua wao, yani kabidi mvua nyingi ikawapeleka sehemu sio walikuwa waitaka. Faawau ila gharin fi jabalin, wakaingia wakajikusanya katika pango cave, wakaingia ndani. Fanhattat ala fami gharihim sakhratun min aljabal, ile sehemu walioingia kuingia wao kukateremka jiwe, kafunga ule mlango. Mambo gani haya? Kwa kiasi ambao kwamba wao hawezi kutoka. Baadhi yao wakakaa wakaangalia tutumie njia gani, hakuna mawasiliano. Wakajaribu kulisukuma jiwe, halisukumiki. Wakajaribu kutaka kuliondoa, hakuna. Sasa ikabidi wakae chini wazungumze. Jamani, we need to talk, lazima tukae tuzungumze. Haya mambo si ya kawaida, haya mambo kuna mkono wa siri hapa. Sasa tufanye nini? Kila mmoja akae aelezee alifanya jambo gani jema, hakufanya ila kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Hakuna ilompelekea kufanya ila kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si kwa ajili ya kulipwa, si kwa ajili ya kusifiwa, si kwa ajili ya kukurubishwa, si kwa ajili ya kupewa cheo, la ni kwa ajili Mwenyezi Mungu aridhie tu. Hii kazi niifanyao ya Rabbi, hili nilolifanya ya Rabbi nililifanya kwa ajili ya kupata radhi yako tu. Sitaki sifa kwa huyu, wala mshahara kwa huyu, wala malipo kwa huyu, wala kwa yule, wala. Ni hivyo. Akaanza wa kwanza, akasema, ya Rabbi, mimi nilikuwa na familia na nilikuwa na wazee wangu wawili watu wazima, na nina familia, nina mke na watoto. Na mimi nilikuwa kazi yangu nina wanyama, mifugo. Nikenda asubuhi na jioni henda kukama, nikikama maziwa nikaja nayo, kitu cha kwanza mwanzo wapelekea wazazi. Mimi ni mfugaji, lakini na wazee wawili watu wazima, na na mke na na watoto wadogo, na kazi yangu ni ufugaji. Na katika ufugaji mimi nina hayawani ambao kwamba nakama maziwa kwa wao, nakamua maziwa. Lakini mimi nafanya kazi hiyo, lakini yale maziwa nahakikisha mwanzo, kabla kuuza, kabla kupeleka nyumbani, mwanzo nawapelekea wazazi wangu. Ni wazazi wangu, sitangulizi kabla wazazi wangu yoyote. Mwanzo nahakikisha wazazi wangu niwape haya maziwa. Na hii ndio desturi yangu, na hii kila siku mimi nafanya namna hii, na haijatokea mimi kumpa mtu kabla ya wazazi wangu, na haijatokea kuwakosesha wazazi haya maziwa. Nikaendelea katika hali namna hiyo mpaka ikafika siku kukatokea la kutokea. Ni lipi lililotokea? Inshallah usiende mbali ni kuelezea lililotokea ili upate kujua nini kilotokea. Ukielewa kilotokea, inshallah na wewe lisikutokea la kukutokea. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushe kila la shari, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.